Na nirudie tena kuwapongeza sana TANESCO, UNDP, AUTEL na wadau wengine wote kwa kuweza kulisukuma hili. Na sisi tusiwe watazamaji. Tusisimame hapa kuzindua bila kuongoza kwa mfano. Sasa nimtake Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati kuhakikisha mji wa serikali Mtumba unaweka sehemu ya kuchajia vyombo vya umeme vya usafiri. Lakini sio kuweka tu sehemu ya kuchajia. Nimtake pia katika manunuzi ya mwaka wa fedha wa 26/27 Wizara ya Nishati tuwe kinara katika taasisi za serikali kwa kuanza kuagiza magari walau machache ya kutumia umeme. Lakini si kwa wizara peke yake. Niwatake TANESCO jijini Dodoma hapa, Dar es Salaam, ambapo kuwafuata wateja si mbali, huendi kilomita nyingi. Tumesikia hapa magari yana uwezo wa kwenda hadi kilomita 400. TANESCO niwatake nanyi msiwe tu wamiliki wa vituo hivi vya kuchaji, ila muende sasa kuanza kutumia nishati hii ya umeme kwenye vyombo vyenu vya moto. Naweza mkatafuta magari ya hybrid au magari ambayo ni fully electric, lakini tuende kwa mfano. Watanzania wakiona na sisi tunabadilika katika namna ambavyo tunatumia nishati, na wao watabadilika. Kwa hiyo niwatake TANESCO, na natumai mtanialika kuweza kuyazindua magari hayo katika kutekeleza maelekezo haya. Dunia nzima, ndugu zangu, inaelekea katika uchumi wa kijani. Mataifa mbalimbali yanawekeza leo katika nishati safi, ndiyo yatakayokuja kuwa na ushindani mkubwa siku za mbeleni. Na sisi Tanzania kwa maelekezo yake, mwongozo wake Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, hatujataka kubaki nyuma, na sisi tunaenda huko, na tunataka kuwa vinara katika ukanda wetu huu barani Afrika katika kuhakikisha tunabadili matumizi ya nishati ya mafuta kwenda kwenye ya umeme. Na nasema hivi, tunaweza. Amesema mkurugenzi msaidizi, mwaka 2021 matumizi ya nishati safi ya kupikia katika nchi yetu ilikuwa 6% tu, mwaka 2021. Na wakati Mheshimiwa Rais anatoa maelekezo ya kwamba sasa tu transition kwenda kwenye matumizi ya nishati safi, kuna watu waliona haitowezekana, kwamba sasa ase wagogo chatoela kuni zingwagu. Wagogo wenzangu wanacheka hapa, Wasukuma watani zangu kule huwa wana ugomvi na miti, wakiiona huwa Busega kule, wakiiona sijui wapi lazima waikate. Na kwingineko tuliona kama inakuwa ni changamoto kubwa kuhamia kwenye nishati safi na salama ya kupikia. Leo hii kutoka 6% tupo 24%, na tumejiwekea lengo la 80%. Kwa maana hata tukijiwekea lengo la 20% ya vyombo vya moto vinavyoingia nchini na kutumiwa viwe ni vya umeme ama hybrid, tunaweza. Na hilo tunakwenda kulifanya, kuhakikisha kwamba tunaongoza kwa mfano, kuhakikisha kwamba tuna vyombo vya moto vya umeme walau 20% katika taifa letu, na inawezekana.